Hivi karibuni tumekuwa tukiziona baadhi ya clip ambazo zinatembea kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Kipalala akizungumza kuhusiana na masuala ya uchaguzi, lakini pia alienda mbali zaidi na kuwaonya viongozi wa dini kuwazuia kushiriki kwenye mambo ya kisiasa hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Lakini kuna hii hapa clip, naomba uisikilize. Alikuwa akizungumza kuhusiana na uchaguzi uliopita. Kwa maelezo yake yeye alisema kwamba uchaguzi uliopita huo haukuwa wa haki. Sasa isikilize hapa sauti yake. Uchaguzi wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mitaa ufanyike bado hata miezi 6 haijapita. Leo unawezaje kuhakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki huyu hapa, hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni. Vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi ni shida na kasoro. Tume ya uchaguzi, tume ya sasa haifai. Kama ndio walioharibu uchaguzi wa 2024, kwanza wanaukakasi katika kutasfiri kwao kanuni za uchaguzi. Pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua ni ngumu kwao kusimamia haki. Huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli. Sasa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM umelalamikia kauli ya baadhi ya viongozi wa dini wanaozuia waumini wao kushiriki kwenye shughuli za kisiasa, akiwemo mwenyekiti wa UVCCM Taifa ambaye anafahamika kwa jina la Muhammad Ali Kawaida. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Tanga, alisema amesikitishwa na matamshi ya mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC aliyoyatoa Kipalala Tabora 2025. Alisema kauli hiyo ambayo inasambaa kupitia kipande cha video ilihusu masuala ya uchaguzi ya Tume Huru ya Uchaguzi na kwamba inalenga kuminya haki za wananchi kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msikilize pia hapa akizungumza. Alizungumzie kauli ya mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC aliyoitoa Kipalapala Tabora Septemba 25 mwaka huu. Naamini wengi wenu mmemtazama na kusikia kauli hiyo katika kipande cha video klipu akizungumzia masuala ya uchaguzi na Tume Huru ya Uchaguzi. Katika ule muktadha wa kweli tatu, nyuzi zinazofuma uhai wa taifa letu, nimesikitishwa sana na matamshi yake ambayo sasa nyote mnayafahamu na nisingependa kuyarudia hapa. Yamenisikitisha sana na kwa sababu zifuatazo. Kwanza, huyu ni kiongozi wa kiimani ambaye kwa msingi wa mafundisho ya kidini tungetarajia awe sauti ya maridhiano, mshikamano na mlinzi wa kweli. Lakini tumeona kinyume chake. Tumeona na kusikia sauti ya kutenga watu, kusahau ukweli na kujenga roho isiyo ya mshikamano, roho ambayo taifa letu daima limepigana nayo na kushinda, kwani tumeona madhara yake kwa nchi nyingine chini ya awamu ya 6 ambayo ndiyo ilifanikisha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu mchakato wa mabadiliko ya kisheria kuhusu uchaguzi ambao ulikuwa kilio cha muda mrefu cha wadau wengi. Hii ni pamoja na kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ni sheria mama inayotoa dira, huku ikieleza kuwa wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali hupata madaraka yake kutoka kwa wananchi, ibara ya 8 ikithibitisha kuwa taifa linafuata misingi ya kidemokrasia. Ili kuhakikisha haki hizi zinafuatwa, ibara ya 74 inaunda tume ya uchaguzi na kuainisha taratibu zake, ikihakikisha kuwa uchaguzi unafanywa kwa uwazi, huru na wa haki. Pili, sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge, madiwani ya mwaka 2024. Sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge, madiwani 2024 imetoa haki ya vyama kuwa na mawakala katika kila kituo cha uandikishaji. Viongozi wetu wa kijamii na kiimani wanapokengeuka na kusahau mambo haya, wanaingia katika mkumbo usio na afya wao wala kwa nchi, kwa kauli zenye kuleta utengano na zinazoweza kuhatarisha uhai wa nchi yetu. Ninaamini kabisa waumini wanatoa michango mingi kuwezesha viongozi hawa kutafuta na kupata taarifa za kina za mambo na mwenendo wa nchi kiuhalisia kabla kuzungumza, kwani kauli zao zina athari yake. Viongozi wetu wa dini wawe na kauli zenye kuleta watu pamoja, zenye kuponya, badala ya kauli za kutenga, za marufuku, za kutisha na za hisia.